Ni masaibu ya jangwani hayo na Francis Otumwa. Tusonge mbele mtazamaji. Hatua ya tume ya huduma kwa walimu nchini TSC kutotoa ajira kwa walimu wa shule za msingi imezima matumaini ya maelfu ya walimu wasio na ajira na wa shule za msingi. Hali hii inajiri wakati TSC inapendekeza bajeti ya shilingi bilioni 422 na kuhamishia ajira katika ngazi za sekondari ya msingi na sekondari ya juu. Maswali mazito sasa yakiibuka kuhusu mpango wa nguvu kazi na kuacha walimu waliohitimu na wenye tajriba nje ya mfumo katika kipindi hiki cha mageuzi makubwa kwenye sekta ya elimu nchini. Ann Musungu na taarifa hiyo. Ni pigo kwa walimu wa shule za msingi baada ya tume kwa huduma kwa walimu TSC kutangaza kuwa hawataajiri walimu zaidi katika shule hizo, ikisema tayari kuna walimu wa kutosha. Tume hiyo badala yake itawaajiri walimu wa shule ya sekondari msingi na wa sekondari za juu. Hatua hii imewakera walimu wengi wa shule za msingi waliokuwa na matarajio makubwa ya kupata ajira. Tume hiyo ilieleza kuwa mabadiliko kutoka mfumo wa 844 hadi CBE yamepunguza mahitaji kwa walimu wa shule za msingi. Kuondolewa kwa darasa la 7 na la 8 katika shule za msingi kumesababisha kupungua kwa nafasi za ajira, na sasa kuna zaidi ya takribani walimu 18,000 nchini. 7 and 8 substantively brought down the teacher demand in primary school and actually created overstaffing on average across primary schools in the country. Kutokana na hali hiyo, walimu wengi wasio na ajira huenda wakasubiri kwa muda zaidi. Badala ya kuajiri walimu wa msingi, TSC inapanga kuajiri walimu 16,000 kwa shule za sekondari msingi na shule za sekondari ya juu katika mwaka wa kifedha wa 2026 na 2027 ili kuziba pengo lililopo la walimu wa CBE. Aidha, TSC inapanga kuwaajiri walimu wanagenzi 20,000 na kuwapa ajira za kudumu zenye mafao ya pensheni. Shilingi bilioni 7.2 zitatengwa. We put it in this year, the next in this budget policy, hoping that they will actually give us money for confirmation of the 20,000 teacher interns. Katika mwaka wa kifedha ujao, TSC imependekeza bajeti ya jumla ya shilingi bilioni 422 kwa shughuli zake. Kiasi hicho kinajumuisha na shilingi bilioni 1.9 kwa ajira ya walimu wa sekondari msingi na sekondari ya juu, shilingi bilioni 2 kwa wapandisha vyeo walimu wa msingi na wa sekondari, shilingi bilioni 1.5 kuwapa mafunzo walimu kuhusu masomo mapya chini ya mtaala wa CBE, na shilingi bilioni 8.4 kwa utekelezaji wa mkataba wa makubaliano wa pamoja wa mwaka 2025 hadi mwaka 2029, ambapo awamu ya pili itahusisha nyongeza ya mishahara. Funding is very crucial here. Uamuzi huu umeibua maswali kuhusu mipango ya rasilimali watu katika sekta ya elimu, hasa wakati maelfu ya walimu waliopata mafunzo wakiendelea kukosa ajira huku serikali ikiendelea mageuzi ya CBE. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Katika taarifa ya tanzia mtazamaji ni kwamba watu 7